TV inakuletea Ufunuo Unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Taarifa kwamba mimi Askofu Josephat Gwajima kwa hiari yangu mwenyewe natangaza rasmi kujiuzulu nafasi yangu ya mbunge wa jimbo. Taarifa kwamba mimi Askofu Josephat Gwajima kwa hiari yangu mwenyewe natangaza rasmi kujiuzulu nafasi yangu ya mbunge wa jimbo la Kawe, kujivua wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, pamoja na kuachia nafasi yangu ya ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC kupitia chama hicho. Aidha, ninatangaza pia kuachana na masuala yote ya kisiasa kwa muda usiojulikana ili nirejee kikamilifu katika nafasi yangu ya awali kama askofu na mtumishi wa Injili ya Yesu Kristo. Uamuzi huo umefikiwa baada ya maombi, tafakari ya kina na kusikiliza mwongozo wa kiroho. Ninatambua kuwa wito wangu mkuu ni kuwahudumia watu wa Mungu kwa njia ya mafundisho ya kiroho, maombi na huduma ya kiinjili, na ninataka kutumia muda wangu wote katika kutimiza wajibu huo kwa moyo mkunjufu. Nawashukuru sana wananchi wa jimbo la Kawe kwa imani yao kwangu, viongozi na wanachama wa CCM kwa ushirikiano wao katika kipindi chote cha utumishi wangu wa kisiasa, pamoja na wote waliokuwa sehemu ya safari yangu ya kisiasa. Huu si mwisho wa mapenzi yangu kwa nchi yetu, bali ni mwanzo mpya wa kuitumikia kwa namna tofauti kupitia huduma ya kiroho. Naomba Watanzania waendelee kuniombea katika hatua hii ya utumishi. Imetolewa na Askofu Josephat Gwajima, askofu mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Bwana, hii ni barua ambayo ilitoka. Asante. Nimeamua kujiuzuru mwenyewe nafasi yangu ya ubunge na wanachama baada ya maombi na kusikiliza sauti ya Roho, yaani sauti ya Roho wa Mungu. Sasa hebu tuangalie sauti ya Roho wa Mungu aliyoisikiliza. Kwanza ni msifu sana, ni mtu anayedaka sana wingu la kiroho. Sauti ya Roho wa Mungu aliyoisikiliza ambayo ilitangulia kutolewa na nabii wa ishara Tanzania ni hii hapa. Twende tutazame nini Roho wa Mungu alishauri kwa Askofu Gwajima baada tu ya tukio lile. Hii hapa. Unaweza ukaona video ambayo ilitangulia kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa ajili ya mtumishi wa Mungu katika maamuzi yake. Video ilikuwa ndio hiyo hapo, na ilinena wazi wazi mambo hayo. Maana yake niliona wazi wazi anachopaswa kufanya ni hiki hapa: jiondoe CCM si pako. Hii hapa video ilikuwa hii iliyokuwa inathibitisha unabii ambao unabii huo Mungu alinipa tarehe 31 mwezi 12 kuingia mwaka huu, kwamba kuna mambo mazito atapitia. Nadhani wengi mlisikia yale mambo ambayo nimeyatoa kwenye video hii hapa, kwamba mambo haya Mungu aliyaona mapema kuhusu nini atapitia Askofu Gwajima. Naona na katika unabii ule nadhani mliona hii hapa. Unabii ule ulikuwa huu hapo, ambao very sorry na mwanga umekuwa mdogo. Hii hapa naona yani miongoni mwa watu ambao walipata unabii mwezi wa 12 ilikuwa ni sasa. Ushauri uliofuata baada ya matukio ya kuvamiwa na polisi kulikuwa hapa, huu hapa, na video yenyewe ilikuwa ni hii hapa, ambayo ndio hiyo, ambapo mwisho ndo nilinena kile kinachotakiwa kufanya. Sasa barua hiyo uliyoiona maana yake ilikuwa inatimiza huu nabii wa kujiondoa mwenyewe, si mpaka kuondolewa. Kwa hiyo amefanya kitu ambacho Roho Mtakatifu alimuongoza kufanya kupitia kinywa cha nabii. Unaweza ukaona tunapokuwa na nabii katika taifa, ni lazima anene mambo yale ambayo lazima yatatokea kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na hii inaonyesha hata na mimi kupitia yeye Gwajima naanza kuelewa kwamba mwongozo ambao huwa ninapewa na Mungu ni halisi, kwa sababu ninachosema ndicho ambacho kinatokea. Na kwa sababu ukiona na mtumishi wa Mungu pia
anatembea kwenye reli ile ile. Hii inathibitisha ya kwamba Mungu yupo kazini na anatenda kazi. Twende tusikie kitu gani ambacho Mungu alinipa ni shauri kwa mtumishi wa Mungu, sio kwenye hii hapa, bali hii ilikuwa ni ya unabii uliopita juu yake Gwajima, lakini baada ya tukio kuna maneno mbele hapa, pana video ambayo nilisema iko hapo katika hiyo video. Hebu twende tuangalie. Uanze kunisikiliza mimi nikitoa taarifa sasa rasmi ya nini afanye Gwajima kwa wakati kama huu, kwa sababu unabii wake umeshatimia. Hebu nisikilize kwa muda mfupi. Na ya video ilikuwa ndio hiyo hapo, na nimekuja hapa tena kuendelea kuthibitisha kwamba Mungu anaongea katika taifa la Tanzania, na kuna jambo linafichika hapa kwa mtumishi wa Mungu huyu dogo sana unaomtazama hapa, kwa sababu Mungu amekusudia kumpatia yote ambayo yamejificha na kuthibitisha. Nataka niwaambie tu, kuna mambo makubwa sana yanakwenda kufanyika kwenye nchi hii kutoka kwa Mungu. Sasa naomba unisikilize kwa makini machache ninayosema. Kwanza, mtumishi wa Mungu, naomba ujiondoe rasmi CCM. Usingoje wakutoe. Anasemaje? Yote ambayo mtu sikie nabii wa Bwana nataka niwaambie, wakati yuko katika ofisi ya nabii alisema nini hapo? Hiyo hapo. Sasa naomba unisikilize kwa makini machache ninayosema. Kwanza, mtumishi wa Mungu Gwajima, naomba ujiondoe rasmi CCM. Usingoje wakutoe. Ujiondoe rasmi. Sababu za kujiondoa ni hizi, sio kwa sababu ya maneno uliyoongea. Sababu ya kujiondoa ni hii: CCM imejitambulisha wazi kupitia viongozi mbalimbali tuliosikia bungeni. CCM imejitambulisha wazi kupitia hotuba yako hiyo. CCM imejitambulisha wazi kupitia mkuu wa wilaya Jane Muro. CCM imejitambulisha wazi kupitia baadhi ya viongozi ya kwamba Mheshimiwa Gwajima, wewe kama askofu na kama mtumishi wa Mungu, kuendelea kukaa katika chama cha namna hiyo, narudia tena, kuendelea kukaa katika chama cha namna hiyo ni sawasawa na kuunga mkono mambo yote yanayoendelea kwenye hicho chama. Narudia tena, baba, jiondoe kwenye Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya usalama wa kiroho, ili Mungu asije akakuhukumu pamoja na wewe anapokwenda kuwahukumu waovu kwenye hicho chama. Narudia tena, sasa hivi hatuna kazi nyingine ya kumwambia Mungu tunaomba useme wewe, maana hakuna mtu anaruhusiwa kusema mambo tena kwenye nchi ambayo yatasaidia nchi. Haruhusiwi mtu tena kuongea, maana kila anayeongea ni mbaya. Nimeshangaa kuona, yani CCM imejitambulisha kwa namna ya kusikitisha sana, kwamba leo maana yake kwamba CCM mtu akipiga vita maovu, mfano mdogo kwamba hao wageni waliokuja kutuingilia huku, hata kama wamefanya kosa watakiwa kuchukuliwa hatua za kisheria, wapelekwe, walindwe, warudi salama nyumbani. Lakini wamekwenda kuchukuliwa na watu waliojitambulisha wazi ni kina nani, wameachiliwa wakiwa wamepata athari mbaya. Athari zile zinawapata Watanzania wengine huku zimewapata huku Tanzania. Hii ni kuonyesha mmepata picha halisi ya utawala huu uliopo sasa hivi chini ya rais wetu Samia. Utawala huu umechagua kuwatendea aina gani ya mambo wananchi wake wanaoongea na wananchi wake wanaotakia mema nchi hii. Mmeshaelewa na tumeshaelewa, na niseme kabisa, niwahase watumishi wa Mungu wote Tanzania, naomba haya mambo msiyachukulie haya mambo kikawaida. Haya mambo ni ya kuombea. Haya mambo ni ya kuombea. Huenda kuna tatizo limetokea huko kwenye Ikulu. Nilizungumza kipindi kilichopita, sijui kama mtaelewa. Nilimwambia kuna malaika anakuaga yupo Ikulu. Watu wa Mungu wakifanya maombi na kumsemesha yule malaika achukue hatua kwenye wakati fulani kwa ajili ya Mungu anayeziweka mamlaka chini ya nchi, huwa malaika anachukua tu. Ushaanza kazi. Sasa wakati fulani
kwa ajili ya Mungu anayeziweka mamlaka chini ya nchi, huwa malaika anachukua tu. Huenda malaika huyo ameshaanza kazi. Sasa tusubiri mambo mazito yanayokwenda kutokea kwa ajili ya damu iliyoangamizwa, maumivu ambayo watu wamepata, na mabaya wanaotendewa mpaka watumishi wa Mungu. Tuiache CCM na aina yake yaani tuiachie CCM na uovu huu ambao wameuona ni haki. Kumbuka, baada ya kutoa wito huu ndipo mtumishi wa Mungu Gwajima nilisema amekwenda na wingu, kwa sababu baada ya kusema kinachotakiwa sasa ni kuomba, angalia, akaitisha maombi. Unaona kwamba ameenda na wingu. Unaona siku 12 zilizopita. Kumbuka maombi yake yamekuwa siku 7. Kwa hiyo video ilitoka kabla hajaanza maombi. Unabii wa Dr. Gwajima watimia, nabii amshauri jiondoe, siku 12 zilizopita. By the way, nikasema watu sasa wanatakiwa kuomba. Kumbuka ni sauti nilikuwa inasema kama mtu aliaye nyikani, lakini Gwajima mtumishi wa Mungu huyu ghafla akaitisha maombi. Kwa hiyo unaweza kuona kile ndicho kinasema kinachukuliwa hatua. Kwa hiyo cha kwanza nilishauri maombi, nilishauri kwanza ajiondoe. Alafu cha pili nikasema maombi. Ukitaka ujue ni Roho Mtakatifu alikuwa anaongea. Cha kwanza cha pili amekitendea kazi kwanza, alafu kile cha kwanza amekitendea kazi sasa rasmi kwenye hiyo barua mlioiona. Tunaposema huyu ni nabii ambaye nimethibitishwa na Mungu, tunasema pale anapokuwa anasema pointi moja na inakwenda kuchukuliwa hatua, tunasema Mungu amejidhihirisha. Baba Mungu utukuzwe kwa ajili ya kumtumia nabii wako, kwa sababu yeye ni chombo tu, si chochote. Endelea kuitengeneza nchi, tengeneza watumishi na kuwathibitisha watu uliowaita kwa jina lako. Amen.